Naam, mtazamaji wa Global TV, karibu sana kwenye safari 1025 na leo tupo kujadili siasa na vyama pamoja na hatima yake hapa nchini Tanzania. Nipo na ugeni studio ambaye tunaenda kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na hii mada yetu ambayo tunayo siku hii ya leo. Atajitambulisha nafasi yake, lakini pia tutaweza kwenda kwenye mjadala moja kwa moja. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Mtindi Amani Kaburu. Naam. Ni mdau wa siasa Tanzania. Lakini pia na side na upande wa itikadi ya ujamaa na kujitegemea. Naam. Mfumo wa vyama vingi na mfumo tunasema kabla na baada. Nataka kidogo tuweze kupata ufafanuzi kuhusiana na hii na faida ya mfumo wa vyama vingi na hasara labda ya mfumo wa chama kimoja ambao ulikuwepo hapo awali na kutoka na kuingia kwa mfumo wa vyama vingi. Tuanzie hapo ili tuweze kupata mwanga wa kile kitu ambacho tunaenda kujadili muda huu. Karibu sana. Asante sana. Kwanza ni muhimu watu waendelee kufahamu na wakumbuke kwamba wakati tunapata uhuru wa Tanganyika, lakini wakati unapatikana uhuru wa Zanzibar, maana yake kulikuwa kuna vyama vingi kote. Kufikia mwaka 65 kwa sababu mbalimbali chama na serikali ya Tanganyika na ambayo kwa wakati huo tayari ilishakuwa Tanzania kupitia katiba ya mpito wa mwaka 65 waliamua kufuta hivi vyama vingi. Walifuta kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunalinda uhuru na umoja wa kitaifa. Kulikuwa kuna sababu nyingi, kwa sababu watu wanafahamu kwamba kulifanyika mapinduzi Zanzibar. Kwa sababu chama kilichopewa uhuru Zanzibar kilikuwa sio ASP. ASP ilikuja kufanya mapinduzi. Chama kilichokuwa kimepewa uhuru Zanzibar ni kile kilichokuwa kinahakikisha kwamba usultani wa Zanzibar unarudishwa. Kwa hiyo baada ya mapinduzi pia vyama viliendelea kufanya harakati za kisiasa ambazo zilikuwa hazitaki tena tawala zetu sisi za kienyeji. Kwa hiyo ikaonekana ni busara kwamba tutaweza kujivuruga na tusiende kwenye maendeleo. Kwa hiyo ni bora zaidi tuende kwenye mfumo wa chama kimoja, na kama tunatofautiana basi tuzungumze katika vikao. Madhara yake ni kwamba kwa miaka hiyo 27 ambao mfumo huu ulikaa kwa chama kimoja, tulijikuta tumetengeneza ukiritimba wa hali ya juu sana. Kwa sababu kama unavyojua Chama cha Mapinduzi ni chama cha kikomunisti, na maana yake inaendeshwa kwa vikao, na maana yake kuna watu wana nguvu sana ndani ya chama. Hii sio jambo baya, ni jambo zuri ambao wakiamua jambo ndo limeenda. Lakini mara zote mfumo wake umetengenezwa kuwa ni shirikishi. Kwa hiyo sasa kukatokea baadhi ya makundi na nika kuna ukiritimba mkubwa sana ambao ilikuwa ni jambo baya. Kwa hiyo tukaenda na mabadiliko mbalimbali ya tabia za nchi, mabadiliko ya siasa za dunia, tukajikuta kwamba na sisi tumeingia kwenye mdororo kidogo wa uchumi. Ule mdororo wa kiuchumi, katika kutafuta misaada tukaingia kwenye kitu kinaitwa Structural Adjustment Program ya IMF, ambayo tulazimu kufanya mambo mbalimbali ikiwemo kurudisha mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo tukajikuta mwaka 92 tunarudi katika mfumo wa vyama vingi, lakini kwa bahati mbaya sasa wakati tunarudi hatukuzungumza kwa nini tunarudi kwenye vyama vingi, tutapata faida zipi, lakini tuchukue tahadhari zipi. Kwa hiyo vilikuja vyama vingi, vimetusaidia sana, haswa vyama vya upinzani, lakini baada ya muda tunaweza tukajikuta tena tunarudi kwenye mkwamo, kwa sababu tayari tunaingia kwenye siasa za vyama, lakini hatuelewi siasa za vyama zinakuwaje. Kwa hiyo tunajikuta tuna siasa za ushabiki, tunajikuta tuna siasa ambazo sio kuwa za ajenda. Ni siasa za matamko, siasa za kupigizana kelele, lakini hatuangalii mambo ya msingi. Sawa. Tunasema mabadiliko ya kiuchumi na kisera yalitokea katika kipindi cha nyuma. Yamechangiaje kurudi kwa mfumo wa vyama vingi? Na je, umeona mabadiliko yote katika siasa za vyama tangu mabadiliko haya yametokea? Ndio, tangu vyama vingi vimerudi kumekuwa angalau kidogo kuna uwezekano wa watu kuzungumza mambo mengi hadharani. Sababu unajua mnapokuwa kwenye chama kimoja maana yake mnaongea kwenye vikao vyenu. Ngumu kupingana. Mnapingana lakini kwenye vikao. Sasa yale mambo ya vikao mara nyingi kama mnatofautiana basi mnaweka sawa, mnatoka na msimamo wa pamoja katika ile position ambayo mnakubaliana. Lakini inapokuwa vyama vingi kila mtu anaweza kutoa tamko lake, basi tayari katengeneza
public interest ambayo inatusaidia sana. Ndio. Yeah. Na kuhusu hayo mabadiliko ya kisera, ni sisi tulikuwa wajamaa. Kama wajamaa tulikuwa tufungamana upande wote, lakini tulikuwa na marafiki zetu wengi walikuwa ni hawa watu wenye ujamaa. Kwa hiyo baada ya mabadiliko mbalimbali, baada ya collapse kwa uchumi, tumepigana vita, tumepata ukame miaka 80 ile, si ndio? Lakini na hizi serikali za kikomunisti zikawa zinadondoka. Kwa hiyo msaada wetu sisi inabidi tena urudi kwenye mataifa ambayo yana sera tofauti. Kwa hiyo unarudije kwenye mataifa yana sera tofauti? Maana yake wakatuwekea baadhi ya masharti ambayo yatatulazimisha sasa na sisi kufanya adjustment. Sasa hizi adjustment tukizifanya automatic tayari unakuwa una kama vile mchanganyiko wa kisera. Huwezi kuwa na zile sera za moja kwa moja za kijamaa. Ndio. Sawa, tukirudi sasa kwenye usimamizi wa vyama vya siasa, kuna changamoto gani katika uendeshaji wa vyama vya siasa nchini Tanzania, hususan kuhusu uwazi, utawala bora na utawala wa chama? Yaani changamoto ambazo zipo mnaziona? Changamoto ambazo zipo kwenye vyama kwanza vyenyewe kama vyenyewe vina changamoto zake, nyingine ni sahihi kabisa. Kwa mfano watu wanaweza wakawa wanalalamika kwamba bwana, tunapewa siku 90 za kuingiza vitu vyetu vya uchaguzi na nini, lakini na affect vyama vyote. Lakini kwa sababu si chama kama cha Mapinduzi ni chama kikubwa tayari, kina nguvu hata kiuchumi, kwa vitu kama hivi vinakuwa vina impact dogo. Kwa vyama hivi ambavyo ni vidogo na nini, ukosefu wa kupewa ruzuku kwa mfano ilifutwa hiyo. Kwa madhumuni kwamba watu wasije wakasajili vyama wakapata, lakini imekuwa ina viathiri vyama ambavyo tayari hata na wenyewe vinakuwa vina nini, vimepata usajili na vina hoja, lakini haviwezi ku reach out kwa wananchi. Kwa hiyo zipo changamoto hizo za kichama, lakini changamoto kubwa ni ya wananchi kutokuwa na uelewa wa siasa za vyama. Hii ni changamoto kubwa kwa sababu inatupeleka kuwa na wananchi wanaoshabikia vyama vya siasa badala ya wananchi wanaovitumia vyama vya siasa kwa mambo maalumu wanayotaka kukubaliana navyo ili vyama hivyo viende vikafanya. Sasa huu ushabiki ndio usiokuwa na afya kwa taifa. Na huu ndio tatizo kubwa kuliko tatizo lingine lolote katika siasa za vyama Tanzania. Hii changamoto inaweza ikatatuliwa vipi, ambayo umesema siasa za kiushabiki inaweza ikatatuliwa vipi? Siasa hii changamoto ipo kwa wananchi katika uelewa. Kwa utatuzi wake ni mwepesi tu, kutoa elimu kwa wingi sana kuhusiana na jinsi gani wananchi wanatakiwa vitazame hivi vyama vya siasa na jinsi gani wanatakiwa viwasaidie vyama vya siasa. Kwa mfano kwa sasa hivi utaona vyama vikubwa vya upinzani hapa Tanzania kama Chadema, si ndio? Yeye ni chama cha siasa. Yeye mpaka sasa hivi hazungumzi analenga haswa nini, lakini yeye anazungumza tu anataka ashinde, anataka no reforms no election. Lakini hata ukienda kwenye tovuti yake, sababu dunia sasa hivi ni tofauti kidogo, hana nyaraka yote inayotuambia kwamba issues zake key ni nini. Kwa mtu yote anataka kujua aende akawasikilize kwenye matamko ambao kimsingi hata issue anazoongea sio nzito kiasi hicho, kiasi cha wao kuhitaji au kutaka kufanya mashinikizo ya kusogezwa mbele kwa kitu kama uchaguzi. Kwa sababu unapoongelea uchaguzi sio jambo la chama chochote cha siasa, sio jambo la CCM, sio jambo la Chadema, wala sio jambo la jumuiya ya vyama vyovyote. Hili ni jambo la kikatiba. Sasa unapoona chama kimoja kinashindikiza, kinataka alliance ya chama tawala eti sasa waanze kusogeza uchaguzi mbele, unaona kabisa hii ni majivuno ya vyama vya siasa kwa kujua tu wana mtaji wa labda watu 2 watatu ambao wanaweza wakaenda sehemu wakafanya labda mashindikizo fulani ili jambo litokee. Kwa maana yako unaona wana hoja au hawana hoja katika hili? Hoja zao kama hii wanayosema no reform no election, ambapo mpaka ACT Wazalendo sasa hivi wamewasupport na wenyewe wanasema kwamba jambo ambalo Chadema wanalifanya liko sawa kutokana na namna ambavyo mifumo ipo. Wana hoja au bado inatakiwa kwanza wazingatie kwamba uchaguzi ufanyike hata kama kuna changamoto ambazo wao wanaziona zipo? Ndio, kwa sababu tangu mwanzo kabisa kumekuwa kuna changamoto nyingi ambazo kila wakati zimeendelea kufanywa kazi. Marekebisho. Na haya marekebisho sio kitu cha siku moja.
Kwa hiyo ukisema watu wazuie eti uchaguzi kwa sababu tu kuna marekebisho hajafanyika, kuna matatizo mengi, sio ya siasa tu. Kuna mambo mengi hayaridhishi. Kwa mfano, mimi ni mtu mmoja na advocate masuala ya ugombea binafsi. Yapo. Sasa kama hayapo, kwa hiyo kila mtu agome. Kuna watu labda kwa namna moja au nyingine wana interest zao kwenye masuala ya biashara, kwenye masuala ya utumishi. Yote hao waanze kusema tusubiri tughairishe uchaguzi mpaka yamalizwe. Sasa yatamalizwa lini? Ndio maana tunakuwa na awamu. Mfano CCM amekuja na ilani yake 2025 amesema atafanya haya. Kwa hiyo inapotokea changamoto kwamba kunaonekana labda kuna uhitaji wa baadhi ya mabadiliko, CCM wanaweza kupanga katika ilani yake au wao wanaweza kupanga katika ilani yao, kwa sababu hoja zao hazina uzito huo wanaozungumza. Kwa mfano sasa, hoja ya kwanza inayozungumzwa, maana wanaongea mengi, lakini hoja ya kwanza inayozungumzwa ni kwamba tume ya uchaguzi sio huru kwa sababu wakurugenzi wanasimamia uchaguzi. Sio kweli. Wateule wa rais. Sio kweli. Sio kweli. Sheria ya tume ni ndogo sana. Ina peji kama 13 tu. Ndio. Hakuna hicho kitu. Sasa sijui wanazungumza katika msingi. Hakuna kitu hicho. Wanaosimamia ni watumishi wa umma. Wanaosimamia ni watumishi wa umma, watateuliwa. Kwa sababu wao wanataka rais asihusike kabisa. Rais hawezi kuacha kuhusika kabisa. Hakuna hiyo nchi duniani. Kwani Federal Election Commission ya Marekani wanateuliwa na nani? Anateua rais, anapeleka kwenye Senate. Tena anaweza kuchagua hata watu ambao wanafungamana na vyama. Sisi sheria yetu hii inasema haitakiwi watu wao wafungamane na vyama. Na hata kama atakuwa amefungamana na chama lazima ale kiapo cha kuachana na hicho chama. Kwa hiyo kusema kwamba eti unamweka rais alafu hana nguvu kabisa. Sasa huyo sio rais. Rais tunamchagua ili aweze kuangalia haya mambo yanaendaje. Kwa hiyo kumpuuza kabisa eti kusema awe hayupo, hicho kitu ni kitu ambacho ni cha kufikirika. Sawa, hiyo let's say hiyo hajaachana nayo, lakini kwa namna ambavyo unaona siasa zetu na mfumo wetu ulivyo na namna ambavyo viongozi ambao tushawapata tofauti au tofauti kwa maana hiyo, je, mfumo ambao unaozungumzia kwamba unatumika hata mataifa mengine, unaona Tanzania ni kweli unafuatishwa vile vile kama inavyotakiwa kufuatishwa? Mfumo unaotumika Tanzania ni mfumo ambao upo sawa. Sasa hii nani anataka kuinfluence nini katika uchaguzi, hayo mambo yanakuwepo. Na malalamiko katika uchaguzi yapo dunia nzima. Trump kashindwa, anasema uchaguzi haupo huru. Trump kashinda, wanasema uchaguzi haupo huru. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kujikita katika ile issue. Je, muundo wetu upoje? Sasa kama kuna watu wana tabia za kutaka kuingilia mamlaka ambazo zipo kisheria, zimejaribu kutengenezwa huru katika kimuundo, maana hilo ni tatizo la watu, sio tatizo la muundo. Kwa sababu kama wao wanasema kwamba kuna muundo bora zaidi kuliko uliokuwepo, watu waonyeshe uko wapi. Sisi hatupo kubishana. Kitu kikubwa ni kwamba wao unasema nini na iweje. Na wao ni watu ambao wa kisasa. Kuna tovuti sasa hizi wasema bwana, Chadema inasema haya ndio mambo ya msingi. Hichi kilipaswa kiwe hivi. Alafu kuanzia hapo unaanza mjadala. Kwa sababu mambo yao yote wanaongea ni mambo ambayo yanajadilika. Mtu anasema majimbo yagawanywe kwa idadi ya watu. Sio lazima kila mtu anaafiki na huo mfumo. Sasa kidemokrasia ni kwamba lazima watu wajadili. Je, tugawanye majimbo kwa kuangalia tu watu wengi au tugawanye majimbo kwa kuangalia maeneo yanayohitaji uwakilishi kwa sababu yanakaa na watu ambao hawawakilishwi vizuri katika serikali. Kwa hiyo ni mambo ambayo yote bado yanajadilika. Sasa huwezi kusema eti no reforms no election kwa sababu ya hoja kama hizo. Hoja zao zote ni hoja ambazo ni za kimjadala, lakini sio hoja ambazo ni moja kwa moja unaziona kwamba eti kimuundo zina matatizo. Hapana. Kitabia labda na nini sijui, siwezi kudhibitisha au madai, lakini haipo hivyo. Kimuundo tayari tumefika kwenye muundo ambao wao unafaa na unaweza kuwezesha kushinda. Sasa kutokutaka kushiriki ni kwamba mpaka sasa hizi haieleweki wao wanataka kufanya nini haswa. Ndio. Serikali na CCM inaonekana ni ngumu sana kuvitenganisha, jambo ambalo kidogo linaleta ukakasi. Na kwa mfano juzi Ali Hapi ambaye ni mmoja kati ya viongozi wakubwa katika Chama cha Mapinduzi aliwaomba vyombo vya dola viwashughulikie wale ambao wanasema no reform no election. Matamko kama hayo yanaleta tafsiri ya kwamba kwa sababu hata wao wanasema mnaona kitu ambacho kinafanyika Chama cha Mapinduzi kama chama tu, sawa ni chama ambacho kimeweka utawala pale,
Lakini kwa nini wao wanakuwa na power kwenye vyombo vya dola, wanakuwa na sei kubwa ambayo inatakiwa itoke serikalini na sio kwa chama cha siasa ambacho na chenyewe pia ukiangalia kwa 2025 kinaenda kugombea nafasi ya urais, nafasi ya bunge na viongozi mbalimbali. Kilichofanyika pale ni kuomba haki. Kwa sababu uchaguzi ni jambo la kikatiba, sio hata la Chama cha Mapinduzi. Mtu yote anataka kuzuia uchaguzi kwa sababu zake zozote ambazo sio za lazima kwamba ni za msingi. Mtu huyo anakuwa anataka kuleta vurugu. Sasa anapotaka kuleta vurugu, manake kila mtu ana wanachama. Sasa Chadema anasema yeye ana wanachama. Kwani CCM hana wanachama? CCM ndio mwenye wanachama wengi zaidi. Sasa Chadema aseme anapeleka watu barabarani, CCM aseme anapeleka watu barabarani. Sasa itakuwa hiyo ni nchi ya uandawazimu. Kwa hiyo kumbe manake ni nini? Kwamba mtu yoyote ambaye anataka kulazimisha mambo, sababu sisi tumechagua kuwa ni nchi ya kidemokrasia, hatulazimishi mambo. Tunaongea issues, tunaangalia vitu, tunaangalia kwa ushahidi, tunaamua. Kwa hiyo ukisema tu wewe pekee mko labda sio watu labda 30,000 au watu 2,000 mnasema mnataka kuzuia uchaguzi, hao watu wengine vipi? Kwa mfano mpaka sasa hivi kuna majimbo hayana mbunge kabisa, amefariki mfano. Mimi natoka jimbo la Kigamboni. Sasa sisi tusifanye uchaguzi, jambo letu la kikatiba sio la kichama, eti kwa sababu kuna mtu anataka majimbo yagawanywe kwa idadi ya watu. Hivi ni vitu ambavyo haviingia akilini. Unaona? Kwa sababu hizo hoja zote bado zinaweza kujadilika. Unaona? Mtu anasema muundo wa ile tume iliyotengenezwa ni mbaya sana. Mbaya sana kulinganisha na nini? Hiyo yote haizungumziki. Sasa unakuta hoja zao zote, hoja moja tu ndio ya msingi kwamba mgawanyo wa wabunge wa viti maalumu haupo sawa, si ndio? Labda na hii mambo ya kwamba kuna restriction kali za kuingiza rasilimali za uchaguzi siku hizo 90 kabla ya uchaguzi. Lakini haya mambo mengine yote yalobaki ni mambo ambayo bado yana mjadala mpana. Sasa unakujaje kuanza kusema mtaenda barabarani mnazuia nyinyi kama wakina nani sasa? Unaamini katika marekebisho ambayo yamefanyika hivi sasa ambayo yametumika kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na yanaenda kutumika katika uchaguzi mkuu? Ndio, yanaenda kutumika. Unaamini katika mfumo huo? Ndio, kwa sababu ndio sheria inayotakiwa kusimamia. Kwa hiyo sio kuamini, ni kwamba inaenda kufanya hivyo. Na mnauamini kwamba mnasema kwamba huu mfumo ni bora. Mfumo huu ni bora kulinganisha na mifumo yote iliyokuwa kabla. Kwa mantiki hiyo sasa, kama kabla kulikuwa kuna uwezekano wa kushinda, na sasa hivi upo mkubwa zaidi kama kweli ni watu ambao wana hoja za msingi. Na ushauri tu wa kawaida ni kwamba kujiingiza katika vuguvugu hilo ni kutaka kujiharibia chama. Kwa sababu mwisho wa siku wenzio wako wanafanya wanatangaza ajenda zao, wanatangaza mambo ambao wameshafikia ambao watakuwa wameshafikia mpaka wakati wa uchaguzi. Wewe uko unaambia watu wasiende kujiandikisha, si ndio? Sasa baadaye uchaguzi utafanyika na lazima utafanyika kwa sababu hakuna sababu za kutokufanyika. Hakuna population kubwa inataka uchaguzi usifanyike. Wewe baadaye unakuja unasema kwamba mimi sijashindwa kihalali. Wewe wanachama wako wanaokuamini umeambiwa siende kujiandikisha. Uchaguzi unafanyika, unataka ushinde. Kwa hiyo ni kujidanganya. Kwa hiyo mimi nashauri tu kwamba wangejikita sasa kwenye issues, wangejua tu kabisa hili jambo wanalotaka ni jambo haliwezekani kwa sababu halina uungaji mkono huo wanaodhani wao upo. Nilikuuliza swali la unaamini mfumo uliopo kwa sababu siku ya jana chama cha ACT Wazalendo kupitia ni mahakama ya wilaya ya Kigoma imebatilisha uchaguzi wa mtaa wa Geza Ulole kata ya Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji. Mahakama imekubali ushahidi wa kuwepo kwa kura haramu zilizoingizwa kituo cha kupigia kura na uamuzi huu ni uamuzi ambao ulionekana kwamba ni uchaguzi ule ulikuwa haramu, wakabatilisha kwamba kuna kura ambazo ndo mfumo ule ambao umetumika ambao CCM imeshinda kwa asilimia kubwa sana. Hii hauoni kama inaleta dosari kwenye mifumo mizima ambayo imefanyiwa marekebisho? Hiyo haileti dosari kwenye mfumo mzima. Kwa nini? Hiyo inaonyesha tabia za baadhi ya watendaji ambao wanateuliwa, si ndio? Tabia hizo ni mbaya na niwapongeze ACT Wazalendo kwa kuchukua hatua za kisheria ambazo zimeleta matokeo. Kwa hiyo unaposema mimi ninachosema ni kwa nini iende kuonwa mbali na watu washapishwa kabisa ndo mambo yanakuja kutokea haya sasa hivi? Yaani kwa nini system yenyewe, mfumo wenyewe usingejizunguka wenyewe na ukaona kabisa kama kuna dosari ilitokea ambayo ilikuwa sio, na watumishi wetu ambao tumeweka pale wamefanya jambo ndio sio?
Kwa nini mpaka mahakama ije kuonyesha hilo? Kuna tatizo kubwa sana la kimaadili ambalo lipo kwa nani? Ambalo lipo kwa Watanzania, kwa sababu wanaoteuliwa wale ni watumishi wa umma ni Watanzania ambao wana matatizo. Kwa hiyo unapozungumzia no reforms no election, wanaongelea matatizo ya kimuundo. Mimi nataka kujua haya matatizo ya kimuundo ni yapi na wao wanachotaka haswa ni kipi? Kwa matatizo ya kimuundo makubwa kiasi kwamba wao usitokee uchaguzi, mimi siyaoni. Kwa matatizo ya kimaadili haya bado yapo na hayatorekebishwa leo wala kesho mpaka elimu hii ya siasa za vyama ieleweke kwa wananchi. Ndio. Sasa kuna mambo ya kujipendekeza hapo, kuna mambo ya mtu yeye kutafuta tu kuwa ni mwizi kwa nature yake. Kwa hiyo hayo huwezi kuhusisha kwa namna yoyote na reforms zilizofanyika. Hizi ni tabia za watu, mtu mmoja mmoja. Na ndio maana hivi vyombo vipo kwa sababu ya kucheki watu hawa ambao wanaaminiwa, wanapewa dhamana, alafu wanafanya vitendo vya hovyo. Kwa hiyo sio kwamba eti muundo wote ni mbaya, hapana. Hiyo maana yake ni kwamba inaonyesha taswira nzima ya jinsi gani Watanzania tulivyo. Na Tanzania lazima tubadilike. Ndio maana utaona Watanzania hao wamefanya hivyo, kwenye hivyo vyama vyenyewe vya siasa kuna watu wa hivyo hivyo. Kwa hiyo sio jambo la kimuundo. Hilo ni jambo la maadili ya Watanzania kwa wingi wetu. Lazima tujirekebishe. Sawa. Wengi ukipitia sheria wanasema, uligusia pia mwanzo kwamba inaonekana kwamba watu vyama vya siasa hawataki rais awe na mamlaka makubwa, especially katika tume ambayo wanasema ni tume huru, lakini bado inateuliwa. Wanasema mwenyekiti wa tume huru lazima awe jaji kutoka mahakama kuu ambaye ameteuliwa na rais. Sawa. Kuna hoja ya kusema kwamba rais ana uwezo wa kumteua jaji mkuu, lakini ana power ya kumvua yale madaraka yake, lakini bado tayari kuna mkono wake. Kwa hiyo jambo ambalo linawezekana kwamba kuanzia mwanzo inaonekana tayari kashasimika mizizi yake, yani kwamba mfano kuna kauli ambayo isha kutolewa kipindi cha nyuma na awamu zilizopita kwamba mimi kwenye yani wewe unaenda kusimamia uchaguzi, mshahara na kulipa mimi, gari unalotembelea kwangu mimi, mafuta nakuwekea mimi, kauli kama hizo, kwamba inaonekana kwamba power ile inaonyesha kwamba inatakiwa kuwa regulated ili kila mamlaka inayoingia basi iweze kuwa na mipaka, kwamba mimi sawa nina power lakini una mipaka hii. Inaonyesha sheria haina mipaka hii. Je, kwako wewe sheria hii unaona ina mipaka ya kudhibiti mtu asiwe na kauli kama hizi? Ni sawa. Iko hivi, sisi ndio tulompigia kura rais akawepo. Rais, siongelei Mama Samia. Ndio. Naongelea rais. Yaani kimuundo sasa. Wananchi wanampigia kura rais anakuwepo. Wanamweka pale kwa sababu ya kuangalia mambo ya msingi. Kwa hiyo una tume huru ambayo inatokana na hiyo kamati ya usaili ya kitaalamu ambayo inatangaza hizo kazi kwa umma, kwa watu wote, ambao ni rais anaitisha. Sio rais. Kamati ya usaili kwa mujibu wa sheria rais haitishi kamati ya usaili. Na hapa nasoma sheria ya tume huru ya taifa ya March 2024 mwaka jana. Inasema wakati wowote inapobidi kuteuliwa mjumbe au wajumbe wa tume, rais ataitisha kamati ya usaili. Ndo hoja ambayo ulikuwa unaenda nayo? Ndio. Na ndio nataka kusema kamati ya usaili. Kamati ya usaili kwa sababu inapomaliza kazi yake kwenye kuteua wale wa watu, ile kamati inakuwepo haipo. Tume inabaki kuwa huru, inaendelea na shughuli zake. Kwa hiyo wanapohitajika kupatikana wajumbe wapya kwa sababu zozote, ile kamati ya kufanya usaili itatakiwa kuitishwa tena ili ifanye usaili, kutafuta watu bora wanaofaa kusimamia hayo mambo. Ndio sasa ikishamaliza tena kazi yake, tume inaendelea na utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo sio kwa maana rais anaita watu au hapana kitu kama hicho. Sasa hili tatizo la kwamba inaonekana labda watu wanamuogopa rais. Sasa huu ni uoga. Ndio nakwambia huu ni uoga kwa sababu Watanzania wamekuwa na hizo tabia ambazo sio nzuri, tabia za kujituma vitu ambavyo hawajatumwa. Sasa hiyo sio tatizo la kimuundo. Kwa sababu unaposema no reforms unaongelea muundo, hatuongelei watu. Kwa sababu kama unataka kufanya reforms
sio katika tatizo kubwa la kimuundo, ni tatizo la watu. Basi fanya reforms kwenye watu. Nimejaribu kufanya mahojiano na viongozi mbalimbali. Tundu Lissu nimezungumza naye, Dorothy Sem au anazungumzia ngazi za juu katika baadhi za vyama. Chauma nimezungumza nao. Wao wanazungumza kwamba kwa mfano katika kuunda tume ile hata unaposema tume huru, lakini bado wale ambao unawapa mamlaka ya kuteua bado lazima apeleke kwa rais. Mheshimiwa Rais, tumekuletea haya majina 3 au 4, inabidi uchague mmoja au wawili. Yani kwamba ile anaweza kaangalia kusema haya hapana, leteni mengine. Yani bado kwamba yeye ana mandate ya kukataa na kukubali zile situation. Kwa nini tume huru kama inavyoitwa tume huru isipewe power ya kwake? Hiyo ndiyo hoja ambayo mimi wale nimehojiana nao. Maswali kama haya ninayokuuliza na wao ndio nilikuwa nikiwauliza, wao wakatoa hoja zao za kwamba wanatamani tume iwe huru kama jina lake, sio tu jina ila iwe huru, kwamba rais sawa ata participate kwa sababu ndo rais, hata bungeni pia sheria kitungwa lazima ipeleke kwa rais. Lakini hapa inaonyesha kwamba hata sasa watu bado, yani inaonekana kwamba Mheshimiwa Rais bado yeye ndo ana final say ya kwamba na haya majina hapana au haya sawa. Iko hivi, CCM inaamini inatambua swala zima la masuala ya madaraja au ya, unajua sisi ni wajamaa, sisi tunafanya social struggles muda wote. Ndio. Unapokuwa na tume tu imeteuliwa haina watchdog yoyote, maanake ni kwamba anakuja tajiri mmoja pale anainunua, ipo huru? Ndio. Haipo huru. Kwa sababu rais tumemwezesha kwa vyombo vyote vya kiintelijensia kwa kila namna, basi yeye ndio atakuwa watchdog wa uteuzi unaofanyika. Sio atateua yeye, watu wataenda watafanya usaili kwa vigezo vya kitaalamu vilivyowekwa vinavyojulikana. Wakishapitisha watu wake wanampelekea rais kufanya endorsement kwamba watu hawa, kwa taarifa mimi nilizonazo kiintelijensia, hapa kweli kuna uhuru, hakuna mtu yoyote alioingiza mkono wake kwa sababu ana nguvu ya kifedha au kwa sababu amefadhiliwa labda na serikali za kigeni kwa ajili ya kutengeneza instability. Kwa hiyo ni swala la kisera za Chama cha Mapinduzi ambazo ni sera za kijamaa, na sisi tunajua kabisa hizi social struggles lazima uwe na watchdog katika mifumo muhimu. Okay. Kwa hiyo sio tatizo hata kidogo. Kama kutakuwa na tatizo, kutakuwa na tatizo la kitabia, sio tatizo la kimuundo kwa wakati huu. Sawa. Kwa mtazamo wako unadhani ni mwelekeo gani unaochukua utakaochukua siasa za vyama nchini katika kipindi cha miaka inayokuja? Yaani namna ambavyo uelekeo wa vyama vya siasa tunapoelekea sasa hivi, unaona tunakuja kuwa na vyama vya aina gani ya vyama vya siasa? Sawa. Kama tutaendelea na tabia hizi mimi nasema reforms zangu kubwa ninazozungumza zifanyike ni reforms za tabia za watu wa vyama vyote. Viongozi na wanachama wa kawaida wa vyama vyote, ni kwamba mwelekeo tuliokuwa nao tangu 2015 na utakaoendelea kama hatutobadilika utabaki kuwa ule ule. Nitakupa mfano. Wakati tunaingia 2015 tuliingia na wabunge wengi tu wa upinzani. Kufikia 2017 walikuwa wanakataa kila kitu cha kimaendeleo kinachofanywa na serikali. Ikamfanya rais alikuwa kwa wakati ule, kwa sababu alikuwa na katiba yake ambayo ndo tunaitumia hadi leo, inampa vyombo rasmi vya yeye kuweza kufanya kazi ambazo wametumwa na wananchi aweze kutumia, na kusema kama tunaleta siasa za kihuni hakuna tena mambo haya. Wakapiga tena kelele. Kwa mfano, mtu anagombana na makinikia, anatokea kiongozi wa upinzani tena mwanasheria, alafu anataka kusaidia wale watu kukwepa ili tuendelee kuwa na mikataba mibovu ambayo wao wenyewe ndio walikuwa wanaipigia kelele kila wakati. Sasa huu mwelekeo ndio kinachotokea leo. Mtu anakataa tu kila kitu bila sababu za msingi. Sio hivyo tu. Tulikuwa na viongozi wa upinzani zamani wanazungumza kwamba bwana tufanye miradi mikubwa ya umeme na nini na nini. Tunafanya Rufiji. Anatokea kiongozi mkubwa kabisa wa upinzani, huyu chama kingine tena sasa. Huyu sasa ACT anasema tusifanye mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere kwa sababu hii ni turathi ya dunia. Sisi hatuwezi kuacha kufanya.
Unaona? Kwa hiyo yule bwana mkubwa, kwa sababu anatumia sasa na yeye veto power zake alizokuwa nazo kuhakikisha anashinikiza maendeleo, sasa inaleta side effect kwa watu hata wengine ambao walikuwa ni wapinzani wa dhati. Kwa watu wote wanakuwa kwenye kapu moja. Kwa kumbe sasa reforms zinazotakiwa, fikra ya Watanzania kwa vyama vyao vyote. Lakini mabadiliko ya kimuundo tumepiga hatua kubwa na nyingi. Kwa hiyo tukibadilisha fikra tunaweza tukakaa vizuri, tukaleta issues za msingi na tukafanya mabadiliko makubwa kufikia 2030 na tukawa na vitu ambavyo vimekaa thimosi. Lakini tukiendelea na hizo tabia, manake hawa viongozi waliokuwepo sasa hivi kwa instrument, kwa vifaa ambavyo tumewapa vya wao kufanyia kazi kuhakikisha kwamba tunakuwa na usalama, kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo, wataendelea kuvitumia na hawataacha kuvitumia, kwa sababu wanajua kabisa nyuma ya pazia ya vitu vya hovyo ambavyo wanasiasa hawa wamejiingiza katika hizo biashara. Mtu wa mwisho kufanya naye mahojiano alikuwa ni Amani Golugwa, naibu katibu mkuu kwenye kipindi hiki cha Safari 1025. Akasema CCM imejikita katika vitu na sio watu, hata kama vitu vinagusa watu lakini haigusi mtu moja kwa moja. Wewe kwa upande wako unaona hiyo ni hoja kwamba CCM imebase kwenye vitu na sio kumlenga mwananchi moja kwa moja? Kuna wananchi ambao wanasema hata mlo mmoja kidogo inakuwa changamoto. Hilo likoje kwa upande wenu? Unaposema vitu manake ukizungumza vitu vya hanasa nitakukubalia. CCM ikijenga hospitali, CCM ikijenga bwawa la Mwalimu Nyerere kwa ajili ya umeme, CCM ikijenga reli za mwendo kasi, CCM ikijenga shule, CCM ikijenga barabara, hivi hapo imejali vitu, imejali watu? Kwa sababu hivi vitu ni vya watu, sio vya mtu, na vinawasaidia katika biashara zao, vinawasaidia katika afya zao, vinawasaidia katika uelewa wao. Kwa hizo ni hoja tu za kutaka kuleta, ndio hizo tunaziita mimi vurugu tu za kila mtu anataka kutoa matamko na vitu ambavyo havina afya. Kwa nataka wanasiasa ambao wanazungumza vitu sio kwa unafiki. Ukisema ni vitu, maana unatakiwa useme ni vitu vya ovyo ovyo tu. Lakini mtu anapojenga capacity, mtu anapotengeneza uwezo wa nchi kuendelea, mtu anapotengeneza hatua na sababu za watu kupata maendeleo, huwezi kuita hiyo ni vitu. Wanasema kitu kinatengenezwa, kwa mfano umezungumzia, umetoa mfano mzuri kabisa wa hospitali inatengenezwa na serikali, lakini bado mwananchi akienda pale anaambiwa atoe pesa ya kumwona daktari. Vitu kama hivyo kidogo bado vinaleta changamoto. Hilo nalo? Ndio maana Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kimeshajifunza kwa muda mrefu masuala maathari za kuingiliwa kati na serikali au nchi nyingine au makundi mengine yasiokuwa na nia njema, inaendelea kumaintain mfumo wa uhimilivu. Ndio. Kwa hivi CCM hapo mwanzo ilikuwa inatoa huduma zote za msingi bure, zote kabisa. Ndio. Na ndo sera yetu mpaka kesho. Lakini tulivyofika sisi kwenye structural adjustment program, ikatuambia bwana, hapana, lazima mfanye cost sharing. Hapana kutotoa vitu bure, au mkitoa hivi vitu bure basi hii msaada wetu huu hapa haupatikani. Lazima ufanye cost sharing, lazima ushushe thamani ya fedha yako, lazima uwe na vyama vingi, lazima ufungue soko, na vingine ni vizuri. Kufungua soko, kuwa na mamlaka ya mapato ni vitu ambavyo ndio ule ukiritimba ulikuwa umetuchelewesha, lakini kuna vitu vingine sio vya msingi. Kuweka masharti kwamba lazima kila mtu achangie. Hivi ni vitu ambavyo vinatokea kwenye matatizo. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna marais wanaoelewa vitu, wanajaribu kupush vitu kwa nguvu ili tuondokane na utegemezi. Kwa hiyo hii changamoto ipo, ni changamoto kutokana na hali ya uchumi wetu ambayo imekuwepo. Kwa hiyo tunapokuwa lazima tuwe na juhudi za makusudi za kuharakisha maendeleo ili tuondokane na utegemezi na turudi katika hizi sera za kutoa vitu bure. Kwa hivyo ni vitu vyetu sisi, ndio sera yetu sisi, lakini kwa sababu ambazo ziko nje kidogo ya uwezo wetu, manake tunaishi kutokana na mazingira, lakini bado ni jambo ambalo tunaliamini na ni jambo ambalo lazima litakuja kusimamiwa kadri tunavyoendelea kukaa sawa. Sheria au tuseme katiba ndio inawezekana ikawa changamoto inayopelekea kila kiongozi anayekuja anakuja na mfumo wake, jambo ambalo kidogo linaleta tafsiri tofauti kwa wananchi. Nakupa mfano. Ilikuwepo awamu ya kwanza alikuwa na mambo yake, awamu ya pili kwa na mambo yake, awamu ya tatu kidogo kama walikuwa wanaendana, lakini awamu ya 4 ikaja na yenyewe kidogo kama ikawa inatoka kwenye ule mfumo wa kipindi kile. Awamu ya 5 ilivyoingia ikaja na mambo yake mapya kabisa.
awamu ya 6 imeingia sasa hivi, nasema tunaifungua tena nchi. Hii inasababishwa na nini? Inasababishwa na sheria zilizopo, inasababishwa na miundo tulionayo, inasababishwa na nini sasa? Na kuna namna ya kuboresha mfumo wa vyama vya siasa kiujumla sasa kwenye kila chama, ili kiongozi akija asije na mentality yake, aje na muundo ambao umeundwa. Karibu sana. Asante. Kwanza ni kweli kabisa tunahitaji mabadiliko makubwa kabisa ya katiba na jambo hili nia yake imeonekana lakini lilikwama kwa sababu ambazo tunazijua. Ni haya mambo ya kagoma huyu kagoma yule na nini, kwa sababu katiba tungeweza kupitisha kwenye yale matatizo machache, tungekuwa na rekebisha. Katiba zote zafanywa marekebisho zote duniani. Kwa hiyo tumejikuta tuko kwenye katiba yetu ile ile ambayo sio bora kuliko tungeweza kuweka maoni ya kisasa. Kwa hiyo tukibadilisha katiba itakuwa ni jambo kubwa tu na itakuwa ni jambo zuri na tunaweza kidogo tukawa na stability. Lakini sio tatizo pekee wala sio tatizo ambalo ni la msingi sana. Tukiwa na katiba hii tunaweza tukawa na mambo yanayokuwa yanaendelea. Yanaendelea vipi? Tunahitaji kuwa na asasi za kiraia zenye nguvu zinazosimamia interest zake. Ukishakuwa na hizi asasi za kiraia zenye nguvu zisizokuwa na mambo ya mafungamano ya kisiasa au kufungamana na utawala, basi zile zitakuwa zinasimamia ajenda ambazo kila serikali itakapokuja itaelezwa umuhimu na itaelewa kwa nini iendelee na ajenda hizo. Kwa katiba ni sehemu tu moja, lakini tukiwa na active community, tukiwa na jamii ambayo inajituma, inashinikiza ajenda zake za msingi, inaziweka vizuri katika hoja, zinakuwa zinaeleweka na kila mtu, tunaweza tukawa na mwendelezo wa mambo kuliko haya mambo ya kila mtu na lake. Sawa, mapendekezo ya maboresho, mapendekeza nini? Yani mnaona wapi panatakiwa paboreshwe ili tuweze kuwa na tunasema ustawi wa siasa ulio bora? Yani labda kwenye mfumo labda uchaguzi, mfumo wa nini, wapi panatakiwa paboreshwe ama pakaziwe mkazo ili tuweze kuwa na siasa ambazo zitakuwa ni bora na safi na za kuigwa barani Afrika? Kuna maoni mengi na mimi nitakuwa na maoni yangu. Maoni yangu na kitu ninachokipigania sana ni tuwe na vyama vya upinzani vyenye nguvu na vyenye dhati. Kwa mimi nataka hivi vyama vya upinzani viwajibishwe sasa. Viwe na uwazi na viwe vina mwelekeo unaoeleweka. Chadema anapotaka kujifanya yeye ni chama cha siasa au chama kingine mfano Chauma anaposema yeye ni chama cha siasa, basi kwa sababu maisha sasa hivi ni mepesi sana, aweke hadharani mipangilio yake na imani yake, ili sasa kile anachokisema yeye kinafaa. Serikali inapokuwa inatekeleza mambo yake ambayo yeye amesema hayafai, anakuwa anasema si mnaona hichi kilichofanyika kingefanyika hivi ingekuwa bora kuliko hivi. Hivyo ndo wanavyofanya wenzetu waliokuwa tayari wamefika mbali kwenye upande wa demokrasia. Utamkuta mfano ukienda Marekani, unajua kwa sababu hawa Democrats wanataka tu haki za kila watu, si ndio? Mtu akisema yeye ni jinsia ya 4 anakubaliwa. Akitaka kutoa mimba mwanamke ni ridhaa yake kwa sababu ni mwili wake, si ndio? Hiyo ipo hivyo. Kwa hiyo yeye mtu akihamia Marekani apewe haki, atibiwe. Hiyo ameweka hivyo. Wakati Democrats ni Republicans anakuambia kabisa bwana, unapotoa mimba hiyo ni haki ya mtoto, sio swala la mwili wako. Jinsia ni 2 kapitisha juzi, ndio maana rais lazima ana nguvu popote alipo. Na unapokuja swala la uhamiaji hatutaki, na wote waliohamia kiovyo tutarudisha. Kwa kila mtu anakuwa na misingi ambayo anaambia wananchi, mimi nataka tupeleke nchi hivi. Sasa vyama vyetu vya Tanzania vya upinzani havipo hivyo. Yeye kazi yake ni kukosoa. Yaani ni kutafuta umaarufu. Hana issues anazozungumza. Akiona pale labda kuna mtu amesema bwana nimefika hospitali bwana wamenidai hela, anasema haiwezekani, tuhakikisha mtu adai hela. Akiona sijui barabara jenga, kitu tutajenga barabara, lazima useme na mechanism. Hivi vitu vyote ni fedha. Vyote ni fedha. Kwa hiyo chochote, ndio maana unaweza kusema kitu chochote. Unaweza kusema kitu chochote kwenye siasa. Unaweza kusema chochote kabisa. Mtu anaweza ukasema mzee wangu namheshimu sana mzee Rungwe, kwa sababu kwanza ni mjamaa naye, chama chake ni cha kijamaa, chama chao ni cha kijamaa, lakini pia ana ajenda nzuri ya kuhakikisha kuna uhakika wa chakula. Hili ni tatizo kubwa duniani.
naheshimu sana hiyo ajenda, japo watu wengi wanadhani ni utani na yana haja ya kukunja sura ili kuhakikisha kwamba ni jambo la msingi, lakini mimi naliamini. Lakini yapo na yeye sasa, kutokana na mkumbo huu wa siasa, naye unakuta anakuambia nitapeleka bahari Dodoma. Sasa tutaki hivyo, tunataka wawe na mipango maalumu, wawe na ajenda wanazozisimamia, wazipublish. Mfano ulikuwa kuna vuguvugu hapa, mtu anasema mimi hizi sheria zilizopitishwa wa Tanzania hizi za kusema kwamba mambo haya yanahusiana na ushoga na vitu kama hivyo, mimi nitazifutilia mbali. Atuambie basi, sio unakuja tu na kila ajenda na nini, mara ushakuja tena mtu mfano anasema haya tafuta. Sisi tumekubali wa Tanzania, hatutaki mambo haya yanahusiana na ushoga, tumeweka sheria ya kuyadhibiti. Wewe unasema ni kuingilia mambo ya watu, alafu unakuja tena unaniambia nitawaambia viongozi wa dini tushiriki no reform no election. Sasa wewe viongozi wa dini upo nao au upo kwenye mambo yako? Umeona? Kwa kumbe unakuta ni mtu ambaye anabeba kila neno tu unachukua. Yaani ukikuta kuna tatizo unalibeba, ukuta lingine unalibeba, halafu sasa unasema wewe ndio utafanya yote. Kuna mechanism na kuna lazima tukupime wewe unaweza kufanya nini. Kwa mimi najua mabadiliko yakifanyika kwenye kuhakikisha vyama vya upinzani vinakuwa vina dhati. Tutapiga hatua kubwa kwa sababu vitajikita kwenye kukosoa mambo ya msingi, na mtu yote atakayekuwa chama sijui tawala akabeza mambo hayo, wananchi watamgeuka. Kwa sababu wananchi watakuwa wanajua hawa majamaa fulani wana mwelekeo huu, hawa wana mwelekeo huu, hawa wana mwelekeo huu. Hata chama kile kitakuwa kinaona bwana, hapa tutakuwa hicho chama kitakachokuwa ni chama tawala. Lakini kwa kuwa na watu ambao ni mara kapinga hichi, mara kakataa bwawa, mara kakataa reli, mara ndege alikuwa analalamika shirika lina ndege zinanunuliwa, anakuambia unanunua ndege kwa keshi. Hatuwezi kufika. Sasa inakuwa ni kazi ya kubishana. Sisi hatutengenezi siasa za ubishani. Tunatengeneza siasa za upinzani. Kwa kuhitimisha nataka tugusie pia upande wa msajili wa vyama, mlezi wa vyama. Mambo haya yamekuwa yakitokea, zimekuwa zikitokea changamoto sana, lakini msajili wa vyama amekuwa amekaa kimya. Yaani ofisi kama imekaa kimya hivi. Ni moja kati ya sababu ambayo inapelekea tunapata hizo changamoto zote, au ni ndo inavyotakiwa awachie watu wajionee wenyewe? Anavyotakiwa afanye, anatakiwa avidhibiti vyama. Lakini pia ukumbuke pia ni mlezi wa hivi vyama. Hivi vyama bado ni vidogo sana kulinganisha Chama cha Mapinduzi. Ukividhibiti sana havikui. Kwa hiyo anavilea. Sasa vinapokuwa vinalelewa lazima vijiongeze. Unazungumzia Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa miaka 30, unazungumzia vyama vingi, labda chama kichanga labda unaweza kuzungumzia 60 hivi baadhi ya vipya, lakini nazungumzia hivi ambavyo siongelee umri. Unazungumzia naongelea namba. Okay. Naongelea namba. Hakuna chama chochote kinakikaribia hata kwa ukubwa Chama cha Mapinduzi. Hakipo. Ni mambo tu ya kujifurahisha. Utaona hata wanavyoenda kusimamisha wagombea, utaona Chama cha Mapinduzi ni chama by far kikubwa, kimefika mbali. Kwa hiyo ukianza sasa wewe mlezi wa chama unaanza kuviminya hivi sana, unaweza ukasababisha visikue. Kwa hiyo na vyenyewe kipindi vinalelewa vinatakiwa vijiongeze, kwa sababu mwisho wa siku na wadau mbalimbali sisi tutakuwepo, tutaweza kuanza sasa kuhoji kwamba haya mambo na haya watu sio watu wa ajenda, na tunamsajili anafanya kazi gani. Sasa itakuja kuonekana kwamba nchi sasa kupiga kelele na kila mtu anataka kuongea. Kwa hiyo wao ni swala tu la kuwa na nidhamu, kujisimamia, kuweka ajenda, kuweka mipango, kutangaza mambo yao vizuri, si ndio? Wakitokea kuna mahali wameweka ajenda yao haijakubalika, wengi wamekubali vinginevyo, lazima wakubali. Ndio demokrasia. Ndio demokrasia. Na of course lazima pia watu wapate nafasi ya ugombea binafsi. Lakini sasa tunasema tusiende kwenye uchaguzi kwa sababu hiyo, maana ni vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike taratibu. Sio taratibu sana. Okay. Sawa. Kwa kuhitimisha, tumalize na mada yetu tuliokuwa nayo kwa ufupi. Una summarize vipi kuelekea uchaguzi huu wa mwezi wa 10 2025? Elimu kwa mpiga kura, elimu kwa vyama vya siasa, elimu kwa mamlaka. Karibu sana ili tuweze kuhitimisha. Kwanza elimu kwa mpiga kura naamini itatolewa, sababu lazima ifanyike hivyo, ni takwa. Lakini nataka niwaambie wale wanaohusika kwenye kutoa elimu wahakikishe wana elimisha vizuri, lakini ni vitume sasa vyama vya siasa vyote vihakikishe vinatoa elimu
ya watu wanatakiwa wategemee nini kutoka kwenye vyama vyao vya siasa. Lakini na vyama vya siasa vishiriki katika utoaji wa elimu wa kupublish ajenda zao kwa maandishi ili zipimwe na zifanyiwe kazi na wananchi. Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee yake ambacho kimeenda mbali katika hilo. Mambo yake yote ya msingi, nyaraka zote za msingi ni one stop center. Unaweza ukafika kwenye tovuti yao ukapata ilani, unaweza ukafika ukakuta andiko la tujisahihishe, na mambo yote ya msingi ambayo mwananchi anatakiwa kuyajua kuhusu Chama cha Mapinduzi yanapatikana. Tofauti na vyama vingine vyote. Kwa vyenyewe na vyenyewe sasa vijimarishe, viige mfano huo ili wananchi na wenyewe wavipime sasa vizuri. Wasikae tu watumie hii faida ya kutaka kukosoa. Kukosoa ni kazi rahisi kwenye maisha haya. Kufanya ndio kazi ngumu. Sababu ina mazingira yake. Kwa mamlaka? Kwa mamlaka bado ni kazi ngumu. Ni kazi ngumu. Kwa mfano, sio unakuta tumeweka sheria, labda sisi tunahakikisha kwamba tunaenda na viwango vya kimataifa kwamba watumishi wetu wanalindwa. Sasa watumishi wetu wanaweza take advantage ya huo mfumo, wakawa wanatoa huduma tu anavyojisikia yeye na nini. Sasa wewe unakujaje kumshinikiza huyu? Maanake utagombana na watu wengi sana. Ndio kile kipindi katokea yale masuala ya sijui wanamfukuza mwenye vyeti feki, wakaathirika baadhi ya watu wachache ambao walidai kwamba wao walikuwa wako sawa na nini. Wengi of course walikuwa hawapo sawa, lakini kama kweli kuna incidents kama hizo, maana utaona ni madhara. Sasa kwenye kuongoza, hata kama una mamlaka, sio kwamba tu unafika unamvamia kila mtu. Hamna maisha hivyo. Hamna maisha hivyo kwenye nchi ambayo imestaarabika. Kwenye nchi iliyostaarabika kila mtu anaishi kwa mujibu wa taratibu. Na hivyo sasa ndio maana nataka nitume ujumbe kwa mamlaka iliyokuwepo kwamba swala letu la uchaguzi sio jambo la kuchezea. Sisi tuna mambo yetu kwenye uchaguzi, tuna haki zetu za kuchagua, tuna haki zetu za kuchaguliwa, tuna sehemu tunaombwa za uwakilishi. Kwa hiyo lazima tuende kwenye uchaguzi, tuweke sawa mambo yetu. Hiyo mambo ya chama sio kina ajenda 3 tu za kisiasa. Kuna mambo mengi ya kijamii, kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa yabadilishwe. Na tunahitaji viongozi wapya, wenye mawazo mapya, wenye maarifa mapya, waende wakagombee, washinde na wafanye mambo mapya katika nchi. Kwa hiyo hatuwezi hilo sio swala la chama chochote, hata cha Mapinduzi, hilo swala la katiba. Katiba inaweka ukomo wa muda wa bunge ni miaka 5, muda wa rais ni miaka 5. Sharti ni moja, ukitaka kuongeza kuwe na vita dhidi ya adui wa nchi. Na unaongeza kwa miezi 6. Sasa huyu anayekuja anasema tu tuongeze kwa sababu yeye chama cha siasa anamshawishi CCM akubaliane naye, tutasema hapana. Tunasema hapana, lazima tufanye uchaguzi. Tayari tuna misingi ambayo inatuwezesha tuende, marekebisho ya zaidi na zaidi tutayafanya kwa sababu tulikuwa tunayafanya tangu mwanzo na tunaona matokeo. Mimi ni kushukuru sana, nina imani kwa sababu tumepata tuna bahati ya kuwa na rais msikivu ambaye pia amekuwa akijikita kusikiliza maoni ya wadau, watu mbalimbali na kuyafanyia kazi, na tumeona pia hata kwenye hizi foara ambazo amezileta kidogo zimekuwa na faida na tija, na ndio maana mpaka sasa hivi kuna baadhi ya viongozi ambao pia walikuwa na kesi, wana mambo mengi sana, lakini sasa hivi yameweza kwenda sawa. Mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Nina imani pia tutaendelea kuwasiliana ili tuendelee kutoa elimu. Kuna mambo mengi sana ambayo mimi nina imani yapo ambayo tungeweza pia kuyazungumzia kwa upana. Ni kweli tumeongea haraka sana. Kuna mambo mengi hatujayazungumza kwa sababu ndo time slot yetu tulikuwa nayo. Mimi nataka nikushukuru pia kwa kipindi. Sina zaidi ya maneno hayo. Mimi nakushukuru sana, lakini kwa sababu sisi tupo, nina imani tutaendelea kuyazungumza kwenye vipindi mbalimbali ambavyo vinaruka kupitia Global TV na Global Radio. Sawa. Na tulikuwa na Mtindi Amani Kabur kama sijakosea, si ndio ambaye tumezungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na swala la tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba mwaka 2025, na hii ni safari 10-25 naitazama. Mimi naitwa Godmuya. Asante sana kwa Evans ambaye amesababisha kila kitu kionekane vizuri. Sisi hatuna la ziada na bye bye.